Chuo cha VETA Bukoba kwa kushirikiana na Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania COSTECH wamebuni teknolojia mpya ya uvunaji wa senene inayolenga kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na njia za zamani za uvunaji. Teknolojia hiyo imekuja baada ya kubainika kuwa baadhi ya wananchi walikuwa wakikata miti ili kuwezesha uvunaji wa senene, hali iliyochangia uharibifu wa mazingira. Mkufunzi wa chuo cha VETA Bukoba Oscar Mshwahili amesema wakati wa maonyesho ya kilimo ya 88 yanayoendelea katika viwanja vya Nyamhongoro jijini Mwanza kuwa zaidi ya mitego 50 imetengenezwa na kusambazwa katika wilaya mbalimbali za mkoa wa Kagera. Amesema mtego huo unaotumia mabati 6 na chuma unaweza kuvuna hadi kilo 50 za senene kwa mara moja, hivyo kuwawezesha wananchi kuvuna bila kutegemea ukataji wa miti. Ameongeza kuwa teknolojia hiyo itasaidia kulinda mazingira pamoja na kurahisisha shughuli za uvunaji wa senene kwa wananchi wanaojihusisha na biashara hiyo. Sisi hapa tumeleta mtego wetu kama sehemu ya maonyesho, hususan kwa mkoa wetu wa Kagera, ambapo ni sehemu ambapo tunavuna senene. Tumeona hapo awali wavunaji wetu walikuwa wanateseka na teknolojia yao ilikuwa kidogo ya kizamani, wanatumia miti na pamoja na madiaba, lakini hiyo miti ilikuwa ni kwa ajili ya lengo ni kwa ajili ya kupunguza uharibifu wa mazingira, kwa sababu tunatunza mazingira, usikate miti ovyo. Kwa hiyo tutengenezee mtego mpya huu kwa ajili ya kurahisisha uvunaji pamoja na uvunaji wa haraka kwa weledi na kwa ufanisi zaidi. Hapa sasa ni mtego wetu ambapo tunatumia mabati ambao ni bati 6 kwa mtego huu, ambapo senene wakishaingia kwa usaidizi wa taa wanaingia kwenye mtego, lakini wanavunwa eneo hili. Teknolojia ya awali walikuwa wanatumia miti, wanasimika miti pamoja na madiaba kwa chini, ambapo mvunaji alikuwa na kidogo alivuna kwa tabu, kwa sababu ilibidi atoe diaba aweke kwenye kiroba hapo ndio arudishe kwenye mtego. Lakini sasa huu mtego hauna hiyo hali, maana unamrahisishia mteja wakati senene wanaingia, yeye anavuna huko senene wanaendelea kuingia. Kwa hiyo inamrahisishia, anavuna senene kwa haraka na kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ni mtego ambao ni wa kisasa, hususan kwa mkoa wetu wa Kagera. Utawasaidia wakulima wetu waweze kuvuna senene kwa ufanisi na kwa tija zaidi. Awali ya kwanza hii idea ilikuja iletwa na watu wa COSTECH kushirikiana na taasisi ya VETA, lakini walileta zaidi kwa hususan mkoa wa Kagera kwa sababu ndio eneo ambao uvunaji wetu unafanyika. Kwa hiyo tulishirikiana, phase ya kwanza tulitengeneza mitego 40 kwa ajili ya majaribio, lakini phase ya pili tulileta mafundi kila wilaya tukatengeneza mitego 50 kwa ajili ya kufanya kazi kwa halisi. Mpaka sasa hivi inaendelea kufanywa kazi, bado tunaendelea kufanya utafiti mmoja baada ya mwingine kulingana na wateja wetu jinsi wanavyokuwa wanaona na wanavyokuwa wanahitaji. Kwa hiyo lakini sisi kama hapa 88 tumeleta kuwakilisha kanda ya Ziwa, sababu kwa mkoa wetu wa Kagera kwamba hiki ni kifaa ambacho ni cha muhimu kwa wakazi wa Kagera na viunga vyake ili waweze kupata tija zaidi katika uvunaji wa senene. Mitego hii ya senene ipo 50 katika wilaya wilaya 5 kati ya wilaya ya Misenyi, wilaya ya Muleba, wilaya ya Bukoba vijijini, Bukoba mjini pamoja na wilaya ya Karagwe na pamoja na Kyerwa. Zote hizo mitego yetu senene imesambaa kila wilaya kwa mafundi ambao wale tuwapa mafunzo wakaitangaze kule, lakini pamoja na wale ambao wanahitaji kutengenezewa wakaone wale mafundi ambao ndio mabalozi wetu kwa ajili ya kutengeneza hii mitego ya senene. Kwa kila wilaya tumehakikisha mitego ipo inapatikana, ili mteja akihitaji umrahisishie, asitumie safari nyingi kutoka Karagwe kuja Bukoba, wakati kuna mfundi ambaye tumempa mafunzo kwa ajili ya kujifunza kutengeneza hiyo mtego. Kwa kila wilaya tuna mtego wetu ambao unawakilisha kazi yetu ambayo tumeibuni kwa ajili ya kusaidia wananchi wetu wa Kagera. Kwa pipa lake hili inaweza ukavuna senene hata mapipa zaidi ya 5 kulingana na hali halisi ya uvunaji wa hali ya hewa. Senene wenyewe wanategemea na upepo umepigaje. Umepiga vizuri anaweza kuvuna senene wengi zaidi ya mapipa 5 na kuendelea. Kwa hiyo inaweza kumrahisishia mvunaji au mkulima akapata tija kubwa zaidi na kulingana na gharama yake, inaweza ikarudi kwa maradufu.